mkono hoja. Mheshimiwa Kenneth Nolo, jiandae. Mheshimiwa John Jerry, jiandae. Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia, lakini nianze kwa kuunga mkono hoja na hii bajeti ya Wizara ya Viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue tuni alomaliza nayo ndugu yangu Waitala. Mheshimiwa Spika, duniani kote na mfumo wa dunia yetu, viwanda ni utu, viwanda ni power ya nchi, viwanda ni kila kitu katika kwa maana ya usalama wa nchi na kwa maana influence ya nchi ni viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona duniani hapa kati ya mvutano uliopo katika taifa la Marekani na taifa la Uchina, lakini na taifa la Marekani kupandisha zile tarifu katika kuleta bidhaa katika nchi yake, kwamba zikija bidhaa kutoka nchi zingine tarifu yake inakuwa ni kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, biashara siyo dini, biashara ni vita ambayo haionekani, lakini biashara ni vita. Lakini sisi tumekuwa na huruma, tumekuwa na ulegevu, tumekuwa na muhari kwa kuona aibu kusema hiki hapana, huwezi ukaingiza vitu vya hovyo hovyo katika nchi yetu. Kwanza mimi niseme hata kitendo cha waziri kwenda Kariakoo kusukumana kufanya ambush, ile jambo si jambo zuri katika heshima ya nchi yetu. Tuweke sheria, tuweke utaratibu. Hawa wanaofika Kariakoo wamepitaje kwenye mipaka yetu? Wameingizaje vitu vyetu? Ni ulegevu wa sheria. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, kama ndugu yangu Waitala alivyopata moto, hata mimi nashangaa. Pale Kariakoo wale ndugu zetu wa China tunavyoenda vile kuwafukuza vile ni ulegevu wa sheria zetu. Hatujaweka sheria sawa sawa, ndio maana wanauza bidhaa pale. Mtawatoa wa China, watakuja watu wengine kwa sababu hakuna lumu ya sheria. Hata ile kuunda kamati ya uchunguzi, unachunguza nini? Wanatakiwa wale watoke kwa sababu hujaweka sheria madhubuti ya kuzuia jambo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naibu Spika, mimi nilichotaka niseme, nchi yetu kwanza sisi wenyewe tunaoneana wivu. Akitoka ndugu yangu Edgar Chilatenga kwenda kutafuta mkopo wa bilioni 6, 7, 8, 9, 10, hachukuliwi kama ni mtu serious. Akija mtu mwingine ana ngozi tu tofauti na ya kwake, anapewa kwanza na kahawa ndo aanze kusikilizwa. Lakini ndani ya nchi yetu wanakuja wageni hawana fedha za biashara wanapatia hapa. Kwa tatizo tunalo sisi. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, unataka viwanda vyetu vishindane na wageni wanaokuja kuanzisha viwanda hapa. Sisi hapa mkopo wa kuanzisha kiwanda ni kama mkopo ambao mtu anaanzisha biashara hizi za kawaida za uchuuzi. Sasa atapata lini faida? Wenzetu riba 6%. Sisi hapa tunashindwa nini? Tumeona juzi Wizara ya Kilimo imeanzisha benki ya ushirika na lengo lake ni kuinua wakulima. Kwa nini tusianzishe mikopo ya mashine kwa ajili ya watu wanaotaka kuanzisha viwanda? Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nachokiona katika nchi yetu hatuna utashi kwanza wa kulinda biashara zetu, kulinda wafanyabiashara wetu wanaanzisha viwanda, lakini vile vile na kufanya incubation kwa ujumla katika sekta ya viwanda. Nondo zinaagizwa kutoka nje zinaingia Tanzania, lakini tuna viwanda vikubwa vya nondo na wanafanya kazi kubwa. Amesema makamu mwenyekiti wa kamati hii, Lodhia kwa mfano steels, wale wamefika katika kiwango ambacho serikali hata ingewekeza kule kwa maana ya kuwapa incentives za kutosha, lakini vile vile kuweza kupanua zaidi ili waweze kufanya vizuri. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, lipo tatizo la kwetu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima tuseme zipo biashara za kufanya wageni, zipo biashara za kufanya wazawa. Kama ambavyo tumefanya kwenye sheria ya manunuzi, tumeongeza wigo wa 50 bilioni kuanzia mradi huo
kwamba hawezi kufanya mgeni. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Hivyo hivyo taarifa Mheshimiwa Naibu katika swala zima. Taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa ndugu yangu mchangiaji kwamba maneno yake yanagusa mioyo ya wafanyabiashara wengi wa nchi hii, na uhalisia ni kwamba mfanyabiashara wa Tanzania sasa hivi hawezi kukua hata kidogo, kwa sababu hata hao waliokuja kwa dhamana ya kwamba ni wawekezaji hawalipi kodi. Mheshimiwa, hiyo sio taarifa, sasa unachangia. Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea taarifa yake. Ni ukweli dhati kabisa kwamba ni lazima tuweke kwamba hizi biashara wazao watafanya na hizi biashara kweli mgeni aje afanye. Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka incentives. Mtu anaanzisha kiwanda cha kuzalisha mkate, ni mgeni, mnampa mpaka incentives. Kwanza kuna viwanda ambavyo mgeni hataki kufikiriwa hata kuvifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu isione aibu. Ukienda nchi zingine, hata nchi kubwa kama tunaisema ambao tunawafukuza watu wake pale Kariakoo, kwenye mahoteli hairuhusi mtu mwingine wa kawaida afanye, kwenye biashara za research na kwenye viwanda vikubwa hairuhusiwi. Kwa sasa kwa nini sisi tunaona aibu? Kwa nini tunaoneana mwali? Na si diplomasia kwamba ukisema hiki hapana itaonekana kwamba umeleta ubaguzi. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ninachotaka kusema ndugu yangu Jafo, ni lazima tuwe na uchungu na ni lazima tuwe wazalendo katika kulinda viwanda vyetu, katika kukuza katika sekta ya kiwanda. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, naunga mkono hoja. Asante. Asante Mheshimiwa.